yake anafanya hili, anafanya lile, anafanya hiki, anafanya hiki. Yaani ameokoka kabisa. Usihadaike na mtu kujiita ameokoka. Usidanganyike na mtu kwenda kanisani. Usidanganyike na ile Bwana Yesu asifiwe. Usidanganyike. Na hii tabia ilikuwa lolote lile, kumbuka linapokuwa linaandikwa kwenye Biblia, maana yake kulikuwepo na watu wengine. Ukiangalia katika Biblia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5, utaona watu ambao walikuwa wameokolewa walifanya mambo ya ajabu kana kwamba hawajaokoka, tena wako chini ya mafuta ya kitume, lakini kwa matendo wayafanyayo Paulo mtume anasema nyinyi si watu wa mwilini, mnajisifu. Mtu anavaa nguo kifupi anajisifu, anavaa suruali mwanamke, anavaa suruali mwanamume imebana, maumbile pia yanaonekana sasa hivi. Ziko suruali za kihuni. Sura ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3, au tusome mpaka mstari wa 5. Lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa. Hao wanataja watu gani? Wanaojiita wamefanya nini? Wanaojiita wameokoka. Yaani walifanya zinaa mpaka kupitiliza ya wapagani. Walifanya uchafu mpaka wa kupitiliza na wapagani, kiasi kwamba hata wapagani wanawashangaa. Hii ni hatari. Na huu ndio wokovu uliopo kwenye kanisa la sasa, kanisa la Laodikia, kanisa la siku za mwisho, kanisa ambalo limejaa baridi na uvuguvugu, kanisa ambalo limekwisha kutapikwa, limebaki na sifa ya kujisifia mali na magari na wingi wa watu na utajiri na fahari ya magari. Ndio kanisa lilobaki zaidi, limebaki Ichabod. Hamna kitu. Na ni huzuni kubwa, mbingu inahuzunika kwamba kuna watu wanaosema Bwana asifiwe, wamejaa makanisani, lakini Ichabod ni makapi, ni baridi. Anasema Paulo, yakini habari imeenea, yaani mpaka mataifa wana habari hizo, wanajua uzinifu wenu, wanajua uchafu wenu, kila mahali kumeenea ya kwa kwenu kuna zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye, yaani anatembea na mke wa baba yake, anafanya uzinifu na mke wa babaye. Kama mtu anaweza kufanya uzinifu na mke wa babaye, tamaa inamuingia, anaanza kufanya uzinifu, anaanza kumapproach, kumtongoza, kumshawishi mama yake afanye naye uzinifu. Ni ujasiri usio kawaida wa kishetani. Alafu wakati huo anabeba Biblia yake anaenda kanisani. Wakati huo anabeba Biblia yake na kufungua Mathayo inasema hivi. Wakati huo
anapita mbele na kuongoza ibada na kuhubiri na kuimba. Ni hali mbaya. Na haya ndio yanayotendwa nyakati hizi tulizo nazo. Sasa hivi kuna uchafu wa kila namna. Washirika wa kiume kutembea na mchungaji imekuwa kitu cha kawaida sasa hivi. Kitu cha kawaida. Na wanajivunia. Wanajiproud kabisa kwamba mimi natembea na mchungaji. Mimi natembea na mchungaji. Mimi yule ni wa kwangu. Nilipata hadithi moja na ni ya kweli kabisa. Washirika wa kike wakawa wanamgombania mchungaji. Mimi yule ni wa kwangu. Naye anasema ni wa kwangu. Mimi yule nilianza naye kitambo. Naye anasema na mimi nilianza naye kitambo. Kanisa lote likapata taarifa. Wasichana wanagombana kwa ajili ya mchungaji. Ni hii kama hii. Mtoto anatembea, anafanya uzinifu na mama yake mzazi. Ndio maana zaidi usanii uko mwingi wa kuzitafuta nguvu za Mungu kana kwamba nguvu za Mungu zipo, wakati nguvu za Mungu zishaondoka muda mrefu. Nani mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli nisipokuwepo kwa mwili, lakini nikiwepo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kujisifu kwenu siku nzuri. Hamjui kwamba chatu kidogo ulichachua donge zima? Amen. Amen. Angalia mstari wa 7. Angalia mstari wa 7 anasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mwili wa kale, dhambi ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo. Hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yani Kristo.